Leo tutazungumzia juu ya msingi usioyumba. Andiko kuu ni katika kitabu cha Isaya mlango wake wa 28 mstari mdogo bado ni wa 16. Tunaona ya kwamba pia tutaangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mlango mstari mdogo wa 10 na wa 11. Pia tutaangalia katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 20 na pia tutaangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari mdogo wa 2. Kwa hivyo nawakaribisha nikisema karibu sana tukaweze kuangalia neno la Bwana kuhusiana na msingi usioyumba. Kwa hivyo tutaanza moja kwa moja kulitafakari na kulichambua neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika kitabu hiki cha Isaya 28 verse 16 tunaona ya kwamba Bwana Mungu asema hivi: tazama naweka katika Sayuni jiwe la majaribio, jiwe la pembeni, jiwe la dhamani, msingi imara. Tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye fundi. Anasema mimi naweka, huu si msingi wa mwanadamu, si wa chama, si wa serikali, ni msingi wa mbinguni. Na wale walioamini msingi huu hata harakisha, hawatafadhaika, hawataokopa wakati wa kujaribiwa kwao. Kwa hivyo niko na pointi 3 ambazo ningelipenda tukaweze kuzizungumzia wakati nanena hapa neno la Mwenyezi Mungu. Pointi ya kwanza ni kwamba msingi umewekwa na Mungu, maana ni jiwe la pembeni ambalo Mungu mwenyewe amelizungumzia. Msingi unawekwa na Mungu. Tunaona ya kwamba maana ni msingi ambao nauzungumzia ni jiwe kuu la pembeni ambalo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Maana tunaona Mungu anajaribu kila tunaona ya kwamba katika kitabu hiki cha Isaya mlango wa 28 mstari mdogo wa 16 tunaona ya kwamba Mungu anajaribu kila msingi mwingine. Pesa naweza kuwa msingi yako, uhusiano naweza kuwa msingi wako, elimu yaweza kuwa msingi. Yote yanajaribiwa na dhoruba, lakini jiwe la Kristo inapita majaribu yote. Unapokuwa imara katika Yesu Kristo, hakuna jaribu litakalo kuangusha ndugu yangu wala dada yangu mpendwa unayenitazama wakati huu. Kwa hivyo naona kwamba hata mtumishi wa Mungu Paulo anathibitisha katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari mdogo wa 11 kwa kusema kwamba maana Paulo anathibitisha msingi mwingine mtu hawezi kuweka ila ule uliowekwa ambao ni Yesu Kristo. Paulo alijaribu kuharibu msingi wa Yesu Kristo, lakini mwishowe hakufaulu. Maana msingi huu haukuwekwa na mwanadamu, bali uliwekwa na Mungu mwenyewe. Mengine kabla ya Dameski, mwishowe alikiri msingi ni Yesu Kristo. Tunaona ya kwamba Yesu ambaye ni jiwe la pembeni anapokuwa katika maisha yetu sisi tu salama. Kipengele cha pili ambacho nitakizungumzia ni kwamba msingi wa dhamani, jiwe la pembeni. Yaani msingi wa dhamani, jiwe la pembeni. Tunaona ya kwamba katika ujenzi wa zamani, jiwe la pembeni lilikuwa jiwe kubwa linaloshikilia pande mbili za ukuta. Jiwe la pembeni. Kristo ndiye anayeshikilia maisha yako ya ndani na nje, siri na wazi, nyumba na kazini. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anazungumzia katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 20 ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe la pembeni. Bila jiwe la pembeni ukuta wote unaporomoka. Bila Kristo kila kitu unachojenga kitavunjika. Lakini ukiwa na Yesu Kristo mambo yako yatakuwa imara.
Tunapoangalia katika kipengele cha 3 ni kwamba msingi unatoa utulivu. Msingi imara unatoa utulivu. Tunaona ya kwamba neno kuharakisha jinsi lilivyotumika katika neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha chuo Isaya, mlango wake ukiwa 28 mstari mdogo wa 16, tunaona ya kwamba kuharakisha maana yake ni kukimbia kwa hofu, kupata wasiwasi, kuchanganyikiwa. Msingi usioyumba unatoa amani katikati ya dhoruba. Yaani unapokuwa na Yesu Kristo waweza kuwa katikati ya dhoruba, lakini wewe utabaki imara. Mtumishi wa Mungu Paulo akazungumzia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wake wa 2 ya kwamba sikuwa nimekusudia kujua neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye msulubiwa. Paulo alikuwa na amani gerezani kwa sababu msingi wake ulikuwa Kristo tu, si uhuru wake. Kwa hivyo tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Paulo akiwa mtume ni kielelezo kwetu kuonyesha kwamba unapoweka msingi wako ndani ya Kristo mambo yako sawa. Kwa hivyo nimeweza kufikia malengo matatu. Ningelipenda tukaweze kuingia katika awamu ya maombi kwako kama mtumishi, ya kwamba kubali msingi. Kama hauchampokea Kristo maishani mwako, na kuambia kwamba maisha yako yote ni bure. Fanya leo uamuzi na ukaweze kusema Bwana Yesu uwe jiwe. Ukaweze kukiri ya kwamba Bwana Yesu uwe jiwe la pembeni la maisha yangu. Na kwa hivyo Yesu Kristo atakuwa jiwe la pembeni katika maisha yako mpendwa. Ondoa mchanga. Ni msingi kani wa mchanga umejenga juu yake? Je, ni deni? Wewe unadaiwa umeishi katika msingi wa madeni? Ama ni wivu? Unapoona mtu anaendelea hautaki? Ama ni ukitishwa na taarifa mbaya? Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbuka, mimi nimesimama juu ya jiwe, sitaharakisha. Ninatamani pia na wewe msikilizaji na mtazamaji wangu ukaweze kuwa imara, usiharakisha katika maisha yako. Unaweza kuwa unapitia hali ngumu, magonjwa yamekukapa, taabu zimekufuata, lakini ninakusia kwamba ruhusu Kristo Yesu akaweze kuwa mwokozi na mtetezi wa maisha yako mpendwa, maana yeye akiwa upande wako mambo yote yako imara. Kwa hivyo simama kwa imani. Kuanzia leo usitishwe na taarifa mbaya. Kumbuka ya kwamba Kristo ameingia ndani ya maisha yako. Bila shaka naye ataweza kukusaidia. Ninataka kutamatisha ujumbe wangu wa siku ya leo kwa kusema kwamba Mungu hajakosea. Weka msingi. Wewe ndiye unaamua kujenga juu yake au juu ya mchanga. Paulo alichagua Kristo msulubiwa. Wewe uchague nini? Simama sasa na utamuke. Nimejengwa juu ya Kristo, jiwe la pembeni la thamani. Mimi ni msingi imara, sitayumba. Mungu akubariki kwa kuhubiri neno hili, litakwenda kuwa la baraka katika maisha yako mpendwa. Kwa hivyo nasema kwamba Mungu akaweza kukutenda mema, akaweza kutenda makuu na makubwa unapoendelea kunifuatilia. Baba Mwenyezi Mungu, nakushukuru, nasema asante ni kwa ajili ya mpendwa anayefuatilia ujumbe huu. Ninakushukuru maana umeweza kuweka msiko ndani yangu ya kwamba Bwana nikaweze mfalme kuwafunza watoto wako neno lako ambalo ni msingi ulio imara. Bwana, yule ambaye anapitia katika magonjwa, naomba uponyaji, ya kwamba anapotazama video hii
anapofuatilia mahubiri haya asiwe mgonjwa tena, anayesumbuliwa kwa njia yoyote na anayetamani milango yake ikafunguliwe. Fungua kwa wema na kwa rehema zako, na machache kwako Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Thank you Jesus. Nambari yangu ya simu ni 0716716907. Apostle Moses Masinde for Revival. Naweza kuuliza swali lolote, naweza kutaka kunena pamoja nami. Mungu akaweze kukubariki sana. Licha ya kuwa nimesafiri, niko mbali, lakini bado neno la Mungu litaendelea. Na ubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo.